Yosila, msalimie na baba yako. Yosila. Ya, matukio ya kusikitisha yamezidi kuwa mengi sana. Limetokea tukio huko Tabora, mtoto mdogo wa darasa la kwanza amekutwa amefariki na kutupwa shimoni, na inavyoonekana ni amebakwa. Kwa hiyo tumepata wasaa kuwasikiliza familia yake, ikiwepo babu na rafiki wa mtoto huyo. Kwa hivi nimetoka shule, nimeenda pale, nimekuta viatu na daftari moja. Nikasema sijui begi lake liko wapi, nikaamua nimtafute, nikamkosa. Nikaamua niende nyumbani, bibi akaniuliza hivi, yuko wapi? Nikamwambia sijui, mimi nimekuta tu viatu na daftari moja. Akasema tukamtafute. Bibi akapita huko kwenye mawe, mimi nikapita huku, ndio kuja kuangalia kwenye shimo ndo nikamkuta huko. Mimi naitwa Biroe Reka Kirongozi. Mtoto huyu ni mjukuu wangu, kwa maana mjukuu wa binamu yangu. Leo nimepata taarifa kwamba ameuawa muda wa saa 7 saa 8 hivi nikiwa kazini. Ni kwamba taarifa nilizonazo alienda asubuhi shuleni, lakini baadaye akachelewa kurudi. Bibi anayemlea akawa na mashaka, akaja kwangu kwa sababu huyo ni mtoto wa kakaangu, ana mji wake na mimi na mji wangu. Kwa hiyo bibi mtu akaja kwa mke wangu akamwambia, mjukuu wako mbona simuoni kachelewa? Kwa hiyo walianza kufuatilia, lakini mimi ninachodhani kabisa ukweli ni kwamba jambo hili linahusisha imani za kishirikina. Kwa nini nasema linahusisha imani za kishirikina? Mazingira ya tukio lenyewe likofanyika, angalia, hii ni barabara kubwa sana inaunganisha vijiji, na hii ni barabara kubwa, nyumba hizo hapo. Maana yake huyu mtu alikuwa anafanya kazi, anafanya jukumu lake la kuua na kufanyaje, huku akiamini kwamba labda haonekani pengine. Kwa majina naitwa Joali Yusufu. Kwa sisi wa mama limetuumiza sana, linaumiza. Kwanza mtoto ni mdogo, alikuwa anatoka shule, anarudi nyumbani. Sasa huyu aliyemfanyia hivi, jamani, hana hata imani. Hili ni tukio baya. Kwa mimi naombeni msije mkatulaumu. Sisi kwenye swala kama hili hatuko tayari. Jamani, mimi binafsi siko tayari kwenye hili, tunaona wabaya. Na nasema kwenye hili tukio, hawa watu mimi na imani watakamatwa. Kwa sababu kama tukio mchana huu, jua la saa 7 hii saa 8, tukio kama hapa watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyu mtu atafanyaje? Atakamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Tusije kulaumiana. It's your boy, your favorite boy, I go by the name Kucharo, na kuletea taarifa hapa Sifa Online TV, kipindi cha kupendwa cha Je, Ulijua? Nikukumbushe tu usisahau kulike, kucomment, kushare, subscribe, turn on notification ili uzidi kuwa mwanafamilia. Pia dondosha comment yako, kwa nini hichi kipindi kinakuwa na matukio ya kusikitisha? Je, ni ushirikina ama kuna vitu binafsi? Kwa sababu ni matukio yameongozana mengi, watoto kubakwa, watu kuuliwa, familia kufanywa mambo kikatili na vitu kama hiyo. Kwa hiyo niombe komenti yako wewe mwanafamilia wa Sifa Online TV, ni nini fikra zako kutokana na haya yote? Asante. Je, ulijua? Sifa Online, Sifa Online TV, Sifa Online, Sifa Online TV.